Felista Njau. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa kanuni ya 76 jambo lililotokea leo asubuhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Naomba nisome kwa ufupi ili tuweze kuelewa. Kanuni ya 76 inasema mbunge anaweza kusimama wakati wowote ambapo hakuna mbunge mwingine anayesema na kuomba mwongozo wa spika kuhusu jambo lililotokea bungeni mapema, ili spika atoe ufafanuzi kama jambo hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi kwa mujibu wa kanuni na taratibu za bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapema leo asubuhi niliuliza swali la nyongeza kwenye Wizara ya Ardhi nikieleza mgogoro wa ardhi unaotokea Kilimanjaro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wakati naongea sasa kuna mgogoro wa ardhi unaendelea wilaya ya Hai, Moshi vijijini kwenye shamba la Laitolia unaendelea. Nimeuliza kama mbunge kwa mujibu wa katiba. Ninaelewa bunge letu linafuata katiba. Ndani ya bunge kuna wabunge wa viti maalum, kuna wabunge wa majimbo, kuna wabunge wa kuteuliwa na rais, kuna wabunge ambao ni wawakilishi wa baraza la wakilishi, lakini kuna mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa mujibu wa katiba, bunge letu, wabunge hawa hawajapewa wigo kwamba mwisho wako wa kuuliza swali ni hapa. Umepewa utaratibu wa kushauri serikali na kuweza kuisimamia. Mheshimiwa Felista Njau, jielekeze kwenye hoja yako tafadhali. Sawa, naelekea kwenye mwongozo Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nauliza swali, Mheshimiwa Naibu Waziri hakuniaddress swali langu kabisa. Maana yake hakunijibu mimi. Alikuwa anaongea anamtaja Mheshimiwa mbunge wa jimbo. Nafurahi akimuaddress. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba anijibu mimi kwa sababu sikutendewa haki. Hakunijibu swali langu. Alimuaddress mbunge wa jimbo akazungumza mwanzo mwisho wala hakunijibu. Na mimi nimetumwa na wananchi kwa mujibu wa katiba. Nina haki ya kupewa nafasi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwongozo wako kama nimetendewa haki. Asante. Mheshimiwa Nusrat Hanje. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasimama kwa kanuni ya 76 na sitaitaja, lakini pia najielekeza katika kanuni ya 53, kanuni ndogo ya kwanza. Kanuni ya 53 ambayo inaeleza kujibiwa swali kikamilifu bungeni. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nimeuliza swali leo namba 528 na swali langu lilikuwa limeuliza kwamba serikali imepoteza mapato kiasi gani tangu mwaka 2015 mpaka mwaka 2020. Lakini kwanza nipongeze kwamba wameeleza kuna ongezeko la 400% kwenye makusanyo ya serikali baada ya mifumo ya tehama kufungwa. Lakini mimi nilitaka nifahamu, pamoja na ongezeko hilo la trilioni 2.21, nataka nifahamu katika hiyo tangu tumefunga mifumo tumeongeza kiasi gani? Amesema tumeongeza kiasi gani? Tumepunguza kiasi gani? Tumeokoa kiasi gani? Ili tuone sasa kama tunaweza kushauri serikali wapi waongeze nguvu. Sasa swali langu halijaenda kwenye kipengele cha pili. Limeishia kwamba tumeongeza mapato kwa 400%. Sasa ninaomba mwongozo wako kwa sababu swali langu halijajibiwa kikamilifu, sio kitu nilichoomba katika swali. Ili sasa ukituelekeza kama watarudi walijibu labda halikueleweka. Na wamefanya jitihada na ndio maana nimepongeza. Lakini natamani tufahamu kwa mujibu wa ripoti ya CAG alieleza kwamba kuna upotevu katika mifumo katika makusanyo kwenye mifumo ya tehama. Na Mheshimiwa Rais alielekeza wakaongeze nguvu katika utatuzi. Sasa nataka kufahamu serikali imepoteza kiasi gani tangu 2015 mpaka 2020. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Mheshimiwa wabunge, kwanza alisimama Mheshimiwa Felista Njau, mbunge wa viti maalum, kwa kanuni ya 76 akieleza kwamba hajatendewa haki wakati Mheshimiwa waziri akijibu swali la nyongeza. Mheshimiwa wabunge, alitaka kujua kama hili jambo linaruhusiwa au haliruhusiwi. Sasa kwa sababu swali hili halikuwa swali la msingi,
na kwa vile swali la nyongeza huwa halina majibu ya maandishi mezani, majibu ya maandishi yanaletwa kwa jibu la msingi. Swali la nyongeza halina majibu mezani. Kwa hiyo ili kuweza kuthibitisha kama jambo hili linaruhusiwa au haruhusiwi, lazima turejee kwenye Hansard za Bunge. Kwa hiyo Mheshimiwa Felista Njau, kiti kitafanya rejea kwenye Hansard, na kwa utaratibu wa kibunge utapata majibu kama yale yaliyojibiwa yanaruhusiwa au hayaruhusiwi. Asante sana. Mheshimiwa Bunge pia alisimama Mheshimiwa Nusrat Hanje kwa kanuni hiyo hiyo ya 76 akieleza kwamba majibu yaliyotolewa kwa swali namba 528 hayatoshelezi, hajajibiwa kikamilifu. Mheshimiwa Bunge, tofauti na maswali ya nyongeza, maswali ya msingi huwa yanajibiwa kwa maandishi, na hapa ninayo maandishi ya majibu ya swali lake. Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa mbunge alitaka serikali imueleze kuhusu kupotea kwa fedha. Alieleza, swali lake linasema, je, serikali imepoteza fedha kiasi gani tangu mwaka 2015 mpaka 2020 kwa kutokuwepo usalama madhubuti wa mifumo ya usimamizi kufuatia mabadiliko ya tehama duniani. Mheshimiwa Bunge, majibu ya Mheshimiwa Waziri yanaeleza, sitayasoma yote, yanaeleza kwamba wizara, idara na taasisi mapato yameongezeka kutoka shilingi bilioni 689 mwaka 2016 mpaka kufikia 2014-15 hadi kufikia shilingi trilioni 2.21 mwaka 2019-20, ikiwa ni ongezeko la 400%. Waheshimiwa wabunge, it goes without saying, na logic inatuambia kwamba mapato hayajapungua, mapato yameongezeka, kwa hiyo hakuna upotevu. Waheshimiwa wabunge, huo ndio mwongozo wa kiti kwa sasa, na baada ya hapo, waheshimiwa wabunge, naomba mniruhusu nitangaze wageni ambao tunao bungeni. Tunao wageni wa waheshimiwa wabunge. Tunao wageni 58 wa Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagini mbunge, naibu waziri wa Katiba na Sheria, ambao ni wakuu wa idara na vitengo halmashauri ya wilaya ya Butiama, watendaji wa kata za halmashauri ya wilaya ya Butiama na wafanyabiashara kutoka wilaya ya Butiama mkoani Mara. Kama wapo, tunaomba wasimame. Karibuni sana viongozi wetu. Tunao wageni watatu wa Mheshimiwa Balozi Liberata Lutageruka Mulamula mbunge, ambao ni kamati ya utekelezaji UWT wilaya ya Misenyi mkoani Kagera. Karibuni sana bungeni. Tunao wageni wawili wa Mheshimiwa Constantine John Kanyasu, ambao ni waandishi wa habari
Vibes FM kutoka Katoro mkoani Geita. Kama wapo karibuni sana.